Yo, mambo vipi? Kama kawis. So, kwa nyinyi ambao mfahamu, nataka tu niwajuze. Weekend hii, Ijumaa na Jumamosi, kulikuwa na matukio mawili makubwa sana kwenye historia ya muziki wa hip hop. Right? Tukio la kwanza lilikuwa ni Ijumaa. Ilikuwa ni uzinduzi wa Mbuzi Studios. Hii ni studio ya Young Lunya, Mbuzi. Ndio ilikuwa inafanywa uzinduzi. Nashukuru mimi nilikuwa ni moja kati ya watu ambao nilialikwa kufika hapo na ilikuwa so much fun. Nilikutana na watu ambao tumekuwa tu tukionana mitandaoni na tujai kuonana live. Sawa. Jose alikuwepo hapo bwana, mzee wa chat. Yo chat, unajua rafiki yake na Max Cortez. Mwanangu Manengo, shout out to you Manengo bwana. Mastori alikuwa mengi sana Manengo. Lunya mwenyewe Mbuzi alikuwa hapo au vipi? Who else? Bobo made it bwana. Bobo mimi nilikuwa tu nikimsikia kwenye track za Lunya, lakini sikuwahi kuonana naye hivi, lakini for the first time nilionana na Bobo. Leo was there. Gray bro, like nani anaitwa nani huyu? Black Queen alikuwa pale. Black Queen wewe sijui una shida gani na watu wa hip hop, lakini shout out to you anyways. Black Queen alikuwepo hapo, Salmin Swag alikuwepo, like bro, sijui ni nani nimemsahau, but it is what it is bro. Ilikuwa ni poa. Country Boy alikuwepo, Army Wave alikuwepo bro, watu kibao walikuwepo, the whole family was there au vipi, na kila kitu kilikwenda kama kilivyopangwa. Ilikuwa ni bonge moja la experience. Nilipata nafasi pia ya kushare stage kidogo, unajua kuperform, unajua Hennessy, watu wote wa Hennessy walikuwa wako hapo, na studio ikawa iko launched for the first time bro. Ilikuwa ni vibe, yani hicho ndio kitu ambacho mimi naweza nikakwambia. Kama wewe ukuepo hapo, I feel so sorry for you. Maybe next time tena ikitokea kama kuna jambo lingine ukipata invitation, please pull up. But ilikuwa vibe. Kuna mambo mengi nimejifunza, kwa sababu mimi ni mtu ambaye huaga nakuwa niko open sana ikija kwenye swala la kujifunza. Like kama kuna kitu kinanitatiza, sitaogopa kuuliza swali because nahitaji kujua, unaelewa? Mimi ni mjinga, kila siku I need to learn. Na kuna vitu vingi sana nimejifunza kwa Lunya on that day. Na we had a conversation. Baada ya kila kitu, tumeshoot ma session yetu, kila kitu, tulikuwa tuko hapo studio, kwenye studio za Mbuzi. Conversation ilikuwa kubwa sana. Nilikuwa na maswali mengi sana ya kumuuliza Lunya. Na bro, like we had a very huge conversation. Salmin was there. Nikamwambia Salmin nikamwambia mpaka nilimwambia Salmin mara ya kwanza na kusikia ilikuwa kwenye So Fresh ya Clouds FM. Alikuwa na ngoma yake moja kwenye chorus, alikuwa anasema sijui kama Simba sijui na Ismailia. Kipindi hicho alikuwa anasoma Arusha. So bro, yani there was a lot. Unajua kuna vitu vingi nimejifunza, and I don't know but it is what it is. Sawa, hiyo ilikuwa ni event ya kwanza. Na chakula pia kilikuwa poa. Unajua kuna time nilikuwa nimekaa nimetulia kwenye hiyo meza ambapo mimi nilikuwa nimekaa, mtoto mmoja mzuri kwanza akaja. Mambo nikaona kwanza ameweka plate ya kwanza ya kuku, afu plate ya pili pia iko na wings, pia ni kuku, afu plate ya tatu iko na chips. Sasa nikiangalia kwenye hiyo meza, mpaka namuuliza dada, hivi vyote vya kwangu? Akaniambia no, unashare na wenzako. Wenzangu wako wapi? Naona wenzangu wako sehemu zingine huko pia wanakula. So ni kama kawaida yangu mzee. Ilikuwa noma, but the experience was nice. Na I hope itarudi tena. Me I'm ready anytime I'm ready ku attend na vitu kama hivyo. Sawa. So hiyo ilikuwa ni event ya kwanza, lakini the second event ilikuwa iko Jumamosi, na huyu ni mwanangu kabisa bwana, aka Rasta Uganda bwana. For the first time, shout out to Ras Daddy Kawe pale. Ras Daddy bwana ndio mtu ambaye ananitengeneza rasta zangu most of the time. Ukiniona nimependeza, wewe mula rasta zako ni noma, just know ni Ras Daddy, right? So Fivara alinicheki bwana, wewe mula nani anakutengenezaga bwana? Nikamwambia bwana, huyu mwanangu Ras Daddy yuko Kawe pale au vipi? Akamibukia pale. Sawa, Kawe. So nimeingia tu kwenye show ya Five and Friends, nikamwona Fivara mpaka nikashtuka. I was like bro, hii style iliyokuwa nayo sasa hivi, hiyo ndio style ambayo inatakiwa endelee kuwa nayo. Haya mambo yetu sisi wa kina Lucky Dube tuachie sisi. Wewe ulikuwa ukiweka hizi dread kama za kwangu,
ulikuwa una tofauti na vishandu. Yani the difference between Fivara na vishandu wakati una hizi dread kama za kwangu ilikuwa tu ni wewe unaitwa Fivara. Basi wewe una rap. Vishandu wengi wanafanya muziki wa singeli. Hiyo ndio ilikuwa the only difference. Lakini on that day Fivara alikuwa ameshine sana. Shout out to Ras Daddy au vipi, the show was great. Moja kati ya kitu ambacho kilinivutia sana ni niliwaandika wale wanangu bwana, Masufuria na Paita kutoka Mombasa. Masufuria na Paita wako na bars. Walikuwa na bars, yani throughout man. Toka wameingia mpaka wanaondoka ni bars. You get what I mean? Shout out to Scooby, askari wa miguu kama unavyoona hapa. Unajua hichi ni kitu ambacho Scooby bwana ananiambia bwana Mula bwana nenda pale kwenye meza yetu bwana ucheki na nini. And shout out to Fivara kwa sababu nilivyoenda nilikuwa nimevaa t-shirt yangu nyingine tofauti ya black. Hii t-shirt yangu ile ilikuwa ni very expensive, unaona? Lakini Fivara akaniambia toa bwana hiyo. Uwezo kwa umekuja kwenye Five and Friends and then unavaa t-shirt zako za ajabu. Akasema t-shirt yangu anaenda kuifanyia mazoezi. Nikasema sawa, sio case. So akanipa hii Five and Friends. Shout out to you man. Bonge moja ya t-shirt. Scooby na kudai zingine kama hizi 3. Kwa sababu I need this. Hizi nilikuwa nazitafuta sana mwanangu. Nilikuwa nazitafuta sana. Kama mnavyojua Jumamosi TANESCO alikuwa anazima wanawasha, lakini by the time walianza kuzingua tulikuwa almost tunakaribia kumalizia show na zilikuwa zimebaki kama nyimbo 2 ndio umeme ukawa ni on and off. Hivyo ni vitu viwili vikubwa ambavyo vimetokea weekend hii. Na kama wewe haukutokea kwenye Five and Friends bro, I feel sorry for you man. Na kama ukupata mwaliko kwa Mbuzi Studio, I feel sorry for you man. Next time kaeni karibu na mimi because there's a lot going on kwenye hii industry. Na watu wawili lazima tuwa celebrate because wanatu inspire sisi kuendelea kufanya vitu tunavyovifanya ili pia tuzidi kuipa heshima. Tuzidi kuupa heshima muziki wetu wa hip hop Tanzania. Au vipi? So shout out to Fivara. Nitaivaa sana hii t-shirt hapa. Scooby, nakukumbusha tena. Nahitaji hizi. Yeah. It is what it is. So hivyo yani pamoja.